Chama cha Walimu Tanzania CWT kimeiomba serikali kuondoa majukumu ya ujenzi kwa walimu na kuachia jukumu lao la msingi la kufundisha kufuatia sakata la ununuzi wa mabati feki katika shule ya sekondari ya Katavi Boys mkoani Katavi. Rai hiyo imetolewa na Rais wa CWT Suleiman Ikomba aliyesema kuwa kuhusishwa kwa walimu katika usimamizi wa miradi ya ujenzi hususan ile yenye gharama kubwa kunawaweka katika mazingira magumu ya kiutendaji na kisheria pindi kunapotokea kasoro katika utekelezaji wa miradi hiyo. Sakata hilo linafuatia agizo la Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alipokuwa katika ziara yake mkoani Katavi, ambapo alielekeza kuchukuliwa kwa hatua wote waliohusika katika mchakato wa ununuzi wa mabati feki 4,000 yaliyogharimu shilingi milioni 200. Kutokana na agizo hilo, walimu 17 wakiwemo maafisa elimu 5 wamekamatwa wakituhumiwa kuhusika katika maamuzi ya kuruhusu utolewaji wa fedha kutoka kwenye akaunti ya shule kwa ajili ya ununuzi wa mabati hayo, wakiwa ni sehemu ya kamati za uongozi wa shule. Zipo kazi nyingine ambazo tunaweza kujikuta tunafanya lakini hatuna utaalamu nazo, na kwa namna moja au nyingine zinaweza zikasababisha tukajikuta tumeingia kwenye shida au matatizo, ama kwa kujua ama kwa kutokujua. Na ingekuwa vizuri kama kazi hizo tungekuwa zinawekwa pembeni na sisi ili tuendelee na shughuli nyingine hasa za ujenzi wa taifa kupitia taaluma ambayo sisi tumeisomea. Katibu wa CWT mkoa wa Katavi Mwalimu Joseph Kihwele amesema walimu hao wameendelea kushikiliwa kwa siku ya 9 bila kupatiwa dhamana, hali ambayo chama hicho kinaona inahitaji kufanyiwa kazi kwa kuzingatia haki za msingi za watuhumiwa. Sababu kama tunaamini hatua za blokiwa zilifuatwa, mzabuni yupo, ameleta mzigo ambao hauna ubora, tuliamini sisi kama chama cha walimu wangetupeleka mahakamani, wangepeleka wateja wetu mahakamani ili mahakama iamue. Lakini kwa sababu walikuwepo kizuizini mpaka leo, jitihada zinaendelea za kuomba mdhamana kwa masharti nafuu sana, sababu sisi bado ni watumishi, tupo mazingira haya na tunafanya kazi nyingi. Kwa upande wake mwenyekiti wa CWT Manispaa ya Mpanda Baraka Kidenya amesema walimu hao walikamatwa kufuatia kushiriki katika kamati za uongozi wa shule ambapo walihusika kuruhusu fedha kutolewa kwa ajili ya ununuzi wa mabati, hatua iliyowafanya kuhusishwa moja kwa moja na sakata hilo. Process ya kununua si kosa. Ilikuwa ni lazima fedha zimekuja kwa ofisi ya mkuu wa shule, ni lazima fedha zitoke ili zikanunue, kwa sababu asingetoa fedha pia angeshughulikiwa kwa mujibu wa sheria, kwa sababu fedha zimekuja ili zifanye kazi. Tatizo ni mzabuni. Mzabuni ameleta bidhaa fake, na bidhaa hilo tulitarajia sisi kama chama cha wafanyakazi, tulitarajia kwamba labda huyu mzabuni ambaye ameleta bati fake, basi huyu ndiye angeshughulikiwa. Sasa mzabuni amewekwa ndani. Mimi ni Swaumu Katambo.